tabi'ul akhlaq, machimbo ya tabia, chemchemu za tabia, mojawapo ni hizo. Kwa hiyo tukausiwa katika Uislamu kwamba kitu kitakachotuingiza sana peponi ni tabia zilizokuwa nzuri, na miongoni mwa hizo wametaja wanawazuoni kwamba kum barran waquran shakuran saburan. Kun barran wasulan waquran shakuran saburan radiyan haliman rafiqan afifan shafiqa. Hizo 10 utakuwa una tabia nzuri. Kuwa mwema, ujitahidi kila mahala utakapokaa, utakapokuwa, hakuna mwema kama wewe. Mu'ina lil aramili wal yatama amina aljaibi alqaribin wan na'yin. Kuwa mwenye kuwasaidia, uwe mtu ambaye ni msaada kwa watu, msaada kwa al-aramila. Wametajwa hapo aramil kwamba wajane na mayatima, manake hawa katika kusaidia ndio wa daraja ya juu zaidi, wajane na mayatima. Lakini kwa ujumla ni kwamba uwe ni mtu wa msaada kwa watu, ni tabia iliyokuwa nzuri. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia katika kukumbusha hili, as-sa'i ala al-armalati wal masakin kalmujahidi fi sabilillah, yule ambaye anayehangaikia wajane na mayatima ni kama mtu mwenye kupigana jihadi katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mtu ambaye, dalili ya mtu ambaye anayekadhibisha siku ya malipo ni yule ambaye hana himizo la kuwalisha hao watu tuliowataja, masakini, mafukara, wajane, watu wenye shida, hajali. Araaita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatima lakini wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mtume anaambiwa, umemjua yule ambaye anayekadhibisha siku ya malipo? Yani mtu ambaye haamini kama kiyama kipo, moyo wake hata kama anaswali lakini hana yakini kwamba kuna siku ya malipo. Mtume Mwenyezi Mungu kambainisha, sasa fadhalika alladhi yad'u al-yatima, huyo ndio yule mwenye tabia kumsukuma yatima na haki yake. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, wala haimizi juu ya kuwalisha maskini. Kwa hiyo katika kuwasaidia watu ni moja ya sifa ya mtu mwenye tabia iliyokuwa nzuri. Tumezitaja tabia 10 hapo. Kun barran wasulan, mwingi wa kufika katika mambo ya watu. Wasulan ghaira muhtashimin zakiyan, uwe mtu wa kufika mara moja katika mambo ya watu, mwepesi kufika kwenye misiba, mwepesi kufika kwenye shida ya mtu, mwepesi kufika kwenye wito wa mtu. Abdullah bin Umar katika hili kuwa wasula, mwingi wa kufika katika mambo ya watu, inaambiwa Abdullah bin Umar hata kama amefunga, ikitokea Abdullah bin Umar amefunga, lakini ilikuwa akialikwa chakula mahala popote anakwenda, pamoja na kwamba kafunga, akitekeleza idha du'iya ahadukum ila walima falyatiha, akialikwa mmoja wenu chakula kile cha furaha. Walima ni chakula cha furaha, imezoeleka kwenye nikaha na ziwaji, lakini walima maana yake ni kile chakula cha furaha. Basi Mtume atuambia, ukialikwa nenda. Ni moja katika kuitika mwito, ndio wakun wasema uwe kwamba wasulan ghaira muhtashimin zakia, katika moja tabia nzuri alizoeleza Husain bin Ali bin Abi Talib, kuwa mwepesi wa kufika, mwingi wa kufika kwenye mambo ya watu, lakini ghaira muhtashimin, hali ya kuwa
si mwenye kutaka sana heshima. Moja ya tabia mbaya ni zile kutaka heshima. Lazima tu kuheshimu hata kama una vigezo vya kuheshimika. Maana kuheshimika vigezo ndivyo sio, lakini nataka watu wote wakuheshimu. Kuna bwana mmoja alikuwa na hoji, ni mtu wangu wa karibu, lakini mtu wa hoja. Mtu wangu wa karibu kwa maana ya ndugu wa karibu, lakini ni mtu wa vitu, mlevi. Aliona watu wanavyohangaika kumbusu Al-Habibu Umar, yeye akasema huu sio Uislamu. Akamwambia kwa nini? Sasa kwa nini mimi watu wanibusu? Kwani mimi sio mtu? Sasa hiyo sio kwamba uwe nini, wasulan, mwingi wa kufika katika mambo ya watu, ghaira muhtashim, hali ya kuwa si mwenye kutaka sana hizo heshima. Lazima tukuheshimu. Hizo heshima huwa zinakuja tu ukiwa unazo. Yani ukiwa wewe tayari ni mtu wa kuheshimika, tayari Mungu akujaza hivyo, watu watakuheshimu. Lakini ukiwa muhtashimin, kwa maana mtu mwenye kutaka heshima, ni moja ambayo imewekewa mstari mwekundu na Hussein bin Ali bin Abi Talib kwamba sio katika tabia nzuri. Lakini uwe zakian, mtakasifu wa moyo. Kishakuwa na tabia nzuri, mtakasifu wa moyo, hamida sa'i fi injazi alwa'i, mwenye kusifika. Hamida sa'i, unasifika kwa mishughuliko yako yote inasifika, lakini wasifika zaidi kwenye nini? Fi injazi wa'in, katika kutekeleza ahadi. Hizo zote ni mafungu ya tabia nzuri. Labda tuingie mahala kwamba hizi tabia nzuri faida yake nini? Mojawapo tumeona kwamba ni kuwa mpenzi wa Mtume Muhammad. Hakuna upenzi na mtume bila tabia nzuri. Lakini la pili, kuwa mpenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini la tatu, tunaambiwa na Al-Mawaridi, Abul Hasan Al-Mawaridi, idha hasunati akhlaqul insani kathura musafuhu wa qalla muaduhu fatasakhalat alayhi al-umuru si'ab wa lanat lahu al-qulub al-ghidab. Maneno mazuri ya Abul Hasan Al-Mawaridi, asema pindi tabia za mtu zinapokuwa nzuri, kathura musafuhu wa qalla muaduhu, wanakuwa wengi marafiki zake na wanakuwa ni wachache maadui zake. Hakuna, unapoona kwamba hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwamba ni akmalun nasi khalqan wa khuluqan, mkamilifu wa watu kwa umbile na kwa tabia, lakini bado kuna watu walikuwa wanamfanyia uadui. Ufahamu kwamba uadui lazima mtu utakuwa nao tu, ambaye ingekuwa hatakiwi kuwa na adui hata mmoja ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A man with a complete manhood, a man where a man get manhood, mtu ambaye ana ukamilifu wa utu, mtu ambaye mtu ndio anapopata utu wake. Master ya utu ni Mtume Muhammad. Ndio maana yule bwana aliopewa mtaa kule Uingereza, Sir Thomas Carlyle, alipewa mtaa kwa heshima yake. Alisema Muhammad is the savior of humanity. Muhammad ndio mkombozi, ndio mwokozi wa utu. Yaani ukitaka kujifunza mtu yukoje na mtu anatakiwa aishi vipi, basi soma mienendo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini pamoja na hayo, mtu huyu, kuna kina Abu Jahal walikuwa hawampendi, kuna kina Abu Lahab walikuwa hawampendi, Uqba bin Abi Muayt walikuwa hampendi,
Aswad ibn Abi Yaghuth alikuwa hampendi Mtume. Walid bin Mughira alikuwa hampendi Mtume, lakini kubwa tu ni kwamba hutokuwa na maadui wengi. Idha hasunati akhlaqul insan, pindi zinapokuwa ni nzuri tabia za mwanadamu, kathura muswafuhu wa qalla muadu, wanakuwa wengi marafiki zake na wanakuwa wachache maadui zake. Fatasahalat alayhi al-umur si'ab, mambo mazito yanakuwa laini kwake yeye, yanakuwa mepesi. Lakini walanat lahu al-qulub al-ghidhab, na zinalainika kwa sababu yake au kwake yeye zalainika nyoyo zenye hasira. Wewe ukiwa na adui yako, sehemu kubwa muonyeshe tu tabia nzuri. Tabia nzuri zina kawaida kusaga uadui mpaka unakwisha, sio siku moja. Kila ukifanya uadui unasagika mpaka unakwisha kabisa. Kwa hiyo moja ya faida kubwa ya kuwa na tabia nzuri ni kubwa, ya kwanza kabisa ndio certificate ya kuingia peponi. Lakini ya pili ndio wapenzi wa kweli wa Mungu na Mtume, ni wale wenye tabia iliyokuwa nzuri.